Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunatafakari safari ya kuwa mzazi bora, ya kuwa mzazi ambaye unahakikisha unapomleta mtoto duniani, unakuwa umemleta kuja kufurahia na sio kuja kusikitika au kuishi maisha ambayo yanakuwa ni ya majonzi. Leo tunaenda kuzungumzia ni namna gani unaweza kuchagua jina la mtoto ili mtoto wako utakapokuwa umemzaa umpe hilo jina, kwa sababu tuamini kwamba jina sio sauti tu, hapana. Jina ni mtu mwenyewe. Unapokuwa umechagua jina zuri na kumpa mtoto wako, unakuwa umechagua jambo jema, umechagua mustakabali mzima, kwa sababu jina ni sauti inayonena. Sauti ambayo itakuwa inamsemesha mtoto wako kila siku. Yaani akiitwa tu lile jina anakuwa anajijua yeye kwamba ndio yeye. Kwa hiyo jina ndio mtu mwenyewe. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia na kwa ajili ya watoto wako. Unaweza ukawasiliana nasi kwa namba 0754579224. Karibu tusafiri pamoja kwenda kuangalia ni namna gani unachagua hayo majina kwa ajili ya kuwapa watoto. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza, chagua jina lenye maadili na ambalo linakuwa lina maana nzuri ambayo inamuongoza mtoto. Unapokuwa unachagua jina, hakikisha kwamba unachagua jina ambalo linakuwa lina maana nzuri. Mtoto anapokuwa anasikia kabisa ile maana kwenye jina lake pale anapokuwa anaitwa. Kwa mfano, mtoto umemuita Baraka, jina hilo linakuwa linaonyesha ni neema, linaonyesha mambo ambayo ni mazuri. Umemuita mtoto Adrian, linakuwa linaonyesha kwamba ni utu wema. Unapokuwa umemuita mtoto labda Zaria, umeonyesha kwamba ni moyo wa upendo. Kwa hiyo majina kama hayo yanakuwa yanamuonyesha mtoto kabisa kile ambacho yeye ndicho. Anapokuwa akiitwa, anaitwa Adrian au anaitwa Baraka au anaitwa Ariana, anakuwa anajua kabisa maana ya jina langu ni hii. Maana zinaonyesha upendo, maana zinaonyesha mshikamano, maana zinaonyesha ushirikiano na utu wema. Hoja ya pili ni tuchague jina linaloleta imani na matumaini. Tunapokuwa tukichagua jina la mtoto, tuhakikishe kwamba hilo jina liwe linaleta amani, liwe linaleta matumaini, iwe ni sauti ambayo mtoto akiitwa inaingia kabisa kwenye ufahamu wake, na mtoto awe anatambua kwamba alizaliwa tayari akiwa na baraka. Kwa mfano, ukimuita mtoto Amani, ukamuita mtoto Neema, ukamuita mtoto Taji. Umemuita mtoto Taji, umeonyesha tayari kwamba ni ushindi. Umemuita mtoto Neema, umeonyesha tayari kwamba ni baraka na ni mafanikio na ni rehema. Umemuita mtoto Amani, umeonyesha maana yake tayari kwamba ni utulivu. Kwa hiyo hayo majina ukimuita mtoto, yaani ni majina ambayo wakati mwingine mtoto anakuwa anahisi kabisa kwamba alikuwa ana baraka hata kabla hajazaliwa. Alikuwa na amani, alikuwa na utulivu. Unapomuita mtoto wako majina, hakikisha yawe yanaleta utulivu na matumaini. Hoja namba 3 ni jina linalounganisha imani na asili. Mzazi, unapokuwa unachagua jina la mtoto wako, hakikisha unachagua majina ambayo yanamuunganisha. Yaani jina lake linakuwa daraja kati ya yeye, familia yake na ukoo wake. Yaani limuwezeshe kuwa na utambulisho wa kifamilia, utambulisho ambao unamtambulisha kwamba yeye ametoka katika ukoo gani. Kwa mfano, umemuita jina Imani. Imani, jina lile linaonyesha yani utambulisho wa kiroho. Na kwa mfano umemuita mtoto Nuru, jina Nuru linakuwa linaonyesha mwanga, linakuwa linaonyesha matumaini kwa sababu umemuita mtoto Nuru. Labda umemuita mtoto Sanaa, hilo jina linakuwa linaonyesha tayari ubunifu. Wewe kama ni mzazi umemuita mtoto Sanaa, maana yake umemweka katika hali ya ubunifu. Kwa hiyo majina tunayochagua, hakikisha haya majina yawe yanaunganisha koo, yawe yanaenda kwenye upande wa imani, na pia majina hayo yawape watoto kibali cha kuwaonyesha kwamba wao ni watu ambao wamezaliwa sehemu gani, wametoka wapi na imani yao ni ipi. Hoja namba 4 ni jina linaloleta furaha na upekee wa mtoto. Ndugu mzazi, unapomuita mtoto jina, hakikisha hilo jina lilete furaha. Mara nyingi ninasema kwamba jina ni sauti. Sauti hiyo anakuwa anaisikia katika masikio yake. Na anaposikia hiyo sauti ya kuitwa, basi ilete furaha. Kwa mfano, umemuita mtoto Kian, maana yake ni upole.
mtoto, kwa hiyo akiitwa atajua yeye ni mpole. Umemuita mtoto Ryan, maana yake inaonyesha ni matumaini. Mtoto anakuwa anajijua kabisa kwamba yeye ni upendo, yeye ni tumaini. Umemuita mtoto Tendo, inaonyesha siku ya mtoto kuzaliwa, yani kumbukumbu ya yeye siku alipozaliwa ndio lile tendo lilifanyika. Kwa hiyo anapokuwa anaitwa hayo majina, yanakuwa ni ya kipekee pia, na pia yanakuwa ni majina ambayo ni jina ambalo linamletea mtoto furaha. Akisikia anaitwa anajisikia vizuri. Hoja namba 5 ni jina linaloandikwa kwa urahisi na kutamkwa kwa urahisi. Majina mazuri, majina mafupi, majina ya watoto ambayo yanatamkwa kwa urahisi. Jina ambalo mtoto akitamkwa linatamkwa kwa urahisi lakini lina mvuto. Jina kama Lana, Lana inaonyesha ni urahisi. Jina kama Jahi, Jahi inaonyesha ni msisitizo. Jina kama Liana, Liana inaonyesha upendo, inaonyesha baraka. Kwa hiyo tukiwaita watoto majina kama hayo, tuwaite majina ambayo ni rahisi kutamkwa. Umemuita mtoto jina Maya, unaona inaonyesha unyenyekevu. Maya, hata ni rahisi kutamka. Na pia inapokuwa inatamkwa ina sound vizuri kwenye masikio. Kwa hiyo tunawaita watoto majina ambayo ni rahisi kutamkwa, na pia yanapokuwa yanatamkwa yanakuwa yanaleta sauti nzuri. Kuhakikisha kwamba watoto wetu wanayapenda majina, wanafurahi kuitwa hivyo, na wanakuwa na sauti ambayo inasikika kwenye masikio yao kwa upendo na kwa upole. Mwisho wa siku, jina la mtoto ni ahadi kwa mzazi. Ni sauti ambayo inasikika kwa upole, kwa upendo. Ni sauti ambayo inasema nakupenda, nakuthamini, nakujali, wewe ni wangu. Tuwaite watoto majina ambayo yanasikika vizuri, yanatamkwa kwa urahisi. Mwisho wa siku watoto wanakuja kuyapenda na wanafurahi kuitwa hayo majina. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare, usiache kulike, usiache kusubscribe, na usiache kucomment kwenye chaneli yetu. Tuambie ni jina gani wewe ambalo ni rahisi umempa mtoto wako, na maana yake ni ipi, inatamkwaje na inapendeza vipi. Asante sana kwa kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Mungu akubariki sana.